lakini tuliwaalika pia Songwe, tuliwaalika pia Iringa. Songwe wamesema hawataweza kufika. Iringa walisema bado wanaona kama kutakuwa na uwezekano. Kwa hiyo tutakuwa na siku kubwa na wageni kadhaa na wageni wengine kutoka hapa Arusha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuendelee kuombea na kujipanga kuwepo kama wenyeji. Basi somo ambalo au neno ambalo nitalisema na si kwa kirefu sana ni juu ya kutoa kwa moyo wa kupenda. Nimeweka kichwa tutoe kwa moyo wa kupenda. Tunapojiandaa kwa ajili ya changizo la ujenzi, basi tutoe kwa moyo wa kupenda, na tutaangalia maeneo machache katika neno la Mungu kutoka kitabu cha Kutoka. Tutaangalia kidogo kwenye Agano Jipya, lakini sehemu kubwa nitazungumza kutoka kwenye Agano la Kale, lakini pia nitazungumza Agano Jipya katika Wakorintho wa pili sura ya 8. Tutasoma kutoka kitabu cha Kutoka sura ya 25 mstari wa 1 mpaka wa 9, alafu tutakwenda pia sura za mbele kidogo. Kutoka 25 sura ya 25 mstari wa 1 mpaka wa 9, neno la Mungu linasema, Bwana akanena na Musa akamwambia, waambie wana wa Israeli kwamba wanitwalie sadaka, kila mtu ambaye moyo wake wampa kupenda, nitatwaa kwake sadaka yangu. Sadaka utakayopokea mikononi mwao ni hii: dhahabu na fedha na shaba na nyuzi za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na za rangi nyekundu na nguo za kitani safi na singa za mbuzi na ngozi za kondoo waume zilizotiwa rangi nyekundu na ngozi za pomboo na mti wa mshita na mafuta ya ile taa na viungo vya manukato kwa yale mafuta ya kupaka na kwa ule uvumba wenye harufu nzuri na vito vya shohamu na vito vingine vya kutiwa kwa ile naivera na kwa kile kifuko cha kifuani, nao na wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao. Sawasawa na hayo yote ni kuonyeshayo mfano wa maskani na mfano wa vyombo vyake, vyote ndivyo mtakavyovifanya. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ni wakati wana wa Israeli bado wanatembea jangwani, bado hawajafika katika nchi ya ahadi, na Mungu anaamua kutengeneza hema ya kukutania, na anaagiza vitu vya kutoa kwa ajili ya kutengeneza mahali pa yeye kukutana na watu wake. Na tunaona vitu anavyoagiza vitolewe vinaendana na mahitaji yaliyopo kwa ajili ya nyumba ile ya Mungu au hema ile ya kukutania. Na anaanza kwa kusema, waambie wana wa Israeli kwamba wanitwalie sadaka kila mtu ambaye moyo wake wampa kupenda, huyo ndiye ambaye mtatwaa kwake sadaka yangu. Ndivyo Mungu anavyosema, na sisi tunatafakari kwamba tutoe kwa moyo wa kupenda. Naomba tusonge mbele, turuke kidogo, tuende sura ya 35 ya tuanze mstari wa 4. Tutasoma mistari mingi kidogo hapa, sura ya 35 Kutoka. Sura zinazofuata baada ya hii 25, Mungu anazungumza vitu mbalimbali ambavyo vitafanyika kwenye hekalu na makuhani na nguo zao na namna ya kufanya ibada, vitu mbalimbali anaeleza katika hizo sura za hapo katikati. Sasa sura ya 35 ndipo tunaona baada ya Mungu kutoa maelezo ya nyumba inayotakiwa au hema inayotakiwa kujengwa na watumishi watakavyokuwa na mahitaji yote, wanaingia sasa katika eneo la utoaji. 35 kuanzia mstari wa 4. Kisha Musa akanena na mkutano wote wa wana wa Israeli akawaambia, neno hili ndilo aliloliamuru Bwana akisema, katwaeni kati yenu matoleo kwa Bwana, mtu awaye yote aliye na moyo wa kupenda. Tunaona anarejea neno la Bwana katika sura ya 25. Ayalete matoleo dhahabu na fedha na shaba na nyuzi za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na za rangi nyekundu na kitani nzuri na singa za mbuzi na ngozi za kondoo waume zilizotiwa rangi nyekundu na ngozi za pomboo na mbao za mshita na mafuta kwa hiyo taa
na viungo vya manukato kwa hayo mafuta ya kutiwa na kwa huo uvumba mzuri, na vito vya shohamu na vito vya kutiwa kwa hiyo naivera, na kwa hicho kifuko cha kifuani. Na kila mtu kati yenu aliye na moyo wa hekima na aje na kuyafanya hayo yote ambayo Bwana ameyaagiza. Yaani hiyo maskani na hema yake na kifuniko chake na vifungo vyake na mbao zake na mataruma yake na viguzo vyake na matako yake, hilo sanduku na miti yake na hicho kiti cha rehema na lile pazia la sitara na hiyo meza na miti yake na vyombo vyake vyote na hiyo mikate ya onyesho na hicho kinara cha taa kwa mwanga na vyombo vyake na taa zake na hayo mafuta kwa nuru na hiyo madhabahu ya kufukizia uvumba na miti yake na hayo mafuta ya kupaka na huo uvumba mzuri na hicho kisitiri cha mlangoni mwa hiyo maskani na hiyo madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa pamoja na wavu wake wa shaba na miti yake na vyombo vyake vyote na hilo birika na tako lake na hizo kuta za nguo za ua na viguzo vyake na matako yake na pazia lango la ua na vile vigingi vya maskani na vigingi vya ua na kamba zake na mavazi yake yenye kufumwa kwa uzuri kwa ajili ya kutumika ndani ya mahali patakatifu, hayo mavazi matakatifu ya Haruni kuhani na mavazi ya wanawe, ili kutumika katika kazi ya ukuhani. Mstari wa 20. Basi mkutano wote wa wana wa Israeli wakaondoka hapo mbele ya Musa, wakaja kila mtu ambaye moyo wake ulimhimiza na kila mtu ambaye roho yake ilimfanya kuwa apenda, nao wakaleta sadaka za kumpa Bwana kwa kazi ya hema ya kukutania na kwa utumishi wake na kwa hayo mavazi matakatifu. Nao wakaja waume kwa wake wote waliokuwa na moyo wa kupenda, wakaleta vipini na hazama na pete za muhuri na vikuku na vyombo vyote vya dhahabu, na kila mtu aliyetoa toleo la dhahabu za kumpa Bwana. Tena kila mtu aliyeona kwake nyuzi za rangi ya samawi na nyuzi za rangi ya zambarau na nyekundu na kitani nzuri na singa za mbuzi na ngozi za kondoo waume zilizotiwa rangi nyekundu na ngozi za pomboo akavileta. Kila mtu aliyetoa toleo la fedha na la shaba akaileta sadaka ya Bwana. Na kila mtu aliyeona kwake mti wa mshita kwa kazi yote ya huo utumishi akauleta. Na wanawake wote waliokuwa na mioyo ya hekima walisokota kwa mikono yao, nao wakaleta hizo walizokuwa wamezisokota, nguo za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na hizo nyuzi nyekundu na hiyo nguo ya kitani nzuri. Na wanawake wote ambao mioyo yao iliwahimiza katika hekima wakasokota hizo singa za mbuzi. Na hao wakuu wakavileta vile vito vya shohamu na vito vya kutiwa kwa hiyo naivera na kwa hicho kifuko cha kifuani na viungo vya manukato na mafuta kwa hiyo taa na kwa hayo mafuta ya kutiwa na kwa huo uvumba mzuri. Wana wa Israeli wakaleta sadaka za kumpa Bwana kwa moyo wa kupenda, wote waume kwa wake, ambao mioyo yao iliwafanya kuwa wapenda kuleta kwa hiyo kazi ambayo Bwana aliamuru ifanywe kwa mkono wa Musa. Kisha Musa akawaambia wana wa Israeli, angalieni, Bwana amemwita kwa jina lake Bezaleli mwana wa Uri, mwana wa Huri wa kabila ya Yuda, naye amemjaza roho ya Mungu katika hekima na akili na ujuzi na kazi ya ustadi kila aina, na kuvumbua kazi za werevu na kufanya kazi ya dhahabu na fedha na shaba, kukata vito vya kutilia na kuchora miti, atumike katika kazi za werevu kila aina. Naye amemtilia moyoni mwake ili apate kufundisha, yeye na Oholiabu mwana wa Ahisamaki wa kabila ya Dani. Amewajaza watu hawa akili za moyoni ili watumike katika kila kazi kila aina ya mwenye kuchora mawe na kazi ya werevu na ya mwenye kutia taraza katika nyuzi za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na nyekundu na kitani nzuri, na ya mwenye kufuma nguo, na ya hao wafanyao kazi yoyote, na ya wenye kuvumbua
kazi za werevu. Bwana Yesu asifiwe. Nisamehe kama nimesoma kwa kirefu sana, lakini nilitamani tuone vitu vyote hivi ambavyo Mungu aliagiza na namna ambavyo watu walitoa. Na tunaona vitu kadhaa. Kwanza, watu wanatoa kama Mungu alivyoagiza kwa moyo wa kupenda, na lakini wanatoa vile ambavyo walikuwa navyo. Tunaona hapa kila mtu akaangalia alikuwa na nini. Katika vile ambavyo Mungu ameagiza kutoa, kila mtu alijikagua. Hivi mimi kwa ajili ya ile kazi ya utumishi wa hema ya kukutania, nina nini ninachoweza kutoa kwa ajili ya kazi hiyo? Na wanawake wakatoa, sijui kama waliwazidi wanaume, lakini wakatoa. Wengine waliokuwa na vikuku, maana yake mapambo yao, wakatoa. Vitu vikaenda vikayeyushwa, vikatolewa, ikapatikana dhahabu iliyokuwa inatakiwa na fedha na shaba na kadhalika na kadhalika. Na wengine wakatafuta miti ile iliyokuwa inatakiwa ya mshita. Kila mtu aliangalia nyumbani kwake, hivi mimi nina nini kinachoweza kutumika kwa ajili ya kazi ya Mungu? Bwana asifiwe. Hakuna aliyekwenda kutafuta nje ya kile alichokuwa nacho. Kila mtu alifanya ndani ya vile ambavyo Mungu alikuwa amempa. Na tunakumbuka pia walipokuwa wanatoka Misri, Biblia inasema wale wa Misri walikuwa kama mateka kwa Waisraeli. Walipokwenda kuambia tupeni kitu fulani, walitoa kila kitu ambacho walitakiwa watoe, na wana wa Israeli na wanawake wa Kiisraeli walipoenda kwa wanawake wa Kimisri wakachukua vitu mbalimbali, navyo ndivyo ambavyo wamekuja kumtolea Mungu kwa ajili ya kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hayo ni maelekezo ambayo Mungu alitoa na utekelezaji wake. Sura ya 36 mistari 7 ya kwanza tunaona matokeo ya utoaji wao. Sura ya 36 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 7. Basi kabla ya hapo tunaona pia Mungu anawainua watu wawili, Bezaleli na Oholiabu, na hao ni watu ambao alikuwa amewapa upako, amewapa roho ya hekima. Musa alisikiliza kwa Mungu maelekezo ya namna ya kujenga hema ya kukutania. Alipowaelekeza Bezaleli na Oholiabu, wakawa na roho ya uvumbuzi, kuvumbua, kuelewa kile ambacho Mungu amemweleza Musa na kukitafsiri ili kiweze kuwekwa kwenye matendo, kitokee sura halisi ya ile hema ambayo Mungu alikuwa anataka itengenezwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hawa Mungu aliwapa roho ya kutambua kazi inayotakiwa kufanywa, lakini pia aliwapa roho ya ufundi na kuweza kuweka kwenye matendo ile kazi inayotakiwa kufanyika. Kwa hiyo walikuwa na ramani, lakini pia waliweza kupokea material kutoka kwa watu, wakaitengeneza, ikatoa lile hema la kukutania ambalo lilikuwa linahitajika. Sasa wanaingia kazini, sura ya 36. Basi pia niongezee, hawa walikuwa pia na uwezo wa kufundisha watu wengine, pamoja na kwamba wao wamepokea kutoka kwa Mungu kinachotakiwa kufanyika, lakini waliweza kufundisha watu wengine ili waweze kufanya kazi pamoja. Sura ya 36 ya Kutoka kuanzia mstari wa kwanza. Basi Bezaleli na Oholiabu watatenda kazi na kila mtu mwenye moyo wa hekima, ambaye Bwana amemtia akili na hekima, ili ajue kufanya kazi hiyo yote kwa huo utumishi wa mahali patakatifu, kama hayo yote aliyoyaagiza. Basi Musa akawaita Bezaleli na Oholiabu na kila mtu aliyekuwa na moyo wa akili, ambaye Bwana alimtia moyoni mwake hekima, kila mtu ambaye moyo wake ulimhimiza ili aende kuifanya kazi hiyo. Nao wakapokea mkononi mwa Musa matoleo yote ambayo hao wana wa Israeli walikuwa wamealeta kwa ajili ya huo utumishi wa mahali patakatifu ili wapafanye. Kisha wakamletea matoleo kila siku asubuhi kwa moyo wa kupenda. Hili neno ni muhimu, tukumbuke kichwa chetu, kumtolea Bwana kwa moyo wa kupenda. Na hao watu wote wenye hekima waliotumika katika kazi yote ya mahali patakatifu, wakaenda kila mtu kutoka katika kazi yake aliyokuwa akiifanya. Nao wakasema na Musa na kumwambia, watu waleta vitu vingi sana, zaidi ya hivyo vitoshavyo kwa ajili ya utumishi wa hiyo kazi ambayo Bwana aliagiza ifanywe. Basi Musa akatoa amri, nao wakatangaza mbiu katika marago yote wakisema, wasifanye kazi tena mtu mume wala mwanamke,
kwa ajili ya matoleo kwa mahali patakatifu, basi watu wakazuiwa wasilete tena, kwani vile vitu walivyokuwa navyo vilikuwa vya tosha kwa kazi hiyo yote, kisha vilizidi. Bwana asifiwe. Jamani, mimi mpaka leo hawa watu wamenipa changamoto kwenye maisha yangu ya kumtolea Mungu kwa ajili ya kazi yake. Sikumbuki ni wakati gani tumetoa tukazidisha hitaji mpaka viongozi wakaambiwa na mafundi au wakaambiwa na watu wengine kwamba jamani, wazuieni watu wasiendelee kuleta, maana vitu wanavyoleta vimetosha, tena vimezidi. Mpaka leo kwangu mimi hawa watu wananipa changamoto, lakini tunaona mafundi walipokea vitu mpaka wakagundua vitu vimezidi, na wawe changamoto kwetu tunapoendelea na kazi hii kwa ajili ya utumishi huu wa nyumba ya Bwana. Sasa nina mambo machache ambayo natamani tuyatazame kutoka katika mistari hii mingi tuliyoisoma. Nitazungumza tu kwa kifupi. Maneno haya ambayo tumeyasoma yanatukumbusha na kutuhimiza mambo mbalimbali, hasa kuhusiana na huduma kama nilivyosema iliyoko mbele yetu wiki ijayo, ambayo tumekuwa tunaendelea nayo kumtolea Mungu kwa ajili ya jengo lake yeye Mungu. Kama ambavyo hawa nao walitoa kwa ajili ya hema ya kukutania, ilikuwa ni kwa ajili ya Mungu, na sisi tuna kazi ya kutoa kwa ajili ya jengo la kukutana na Mungu. Hili jengo ni jengo la Bwana, si jengo la mtu yeyote. Bwana Yesu asifiwe. Ni jengo la Bwana. Ni jambo la kwanza ambalo ni vizuri tukalikumbuka. Tunapoendelea na hii kazi, tukumbuke tunafanya kazi kwa ajili ya jengo la Bwana, si la viongozi, si la wana fellowship, si la waasisi wale waliopata ufunuo wakati huo kuanza kazi hii, lakini ni jengo la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kama ilivyokuwa hema ya kukutania ilikuwa ni ya Bwana na Mungu ndiye aliyetoa maagizo, na sisi ndivyo ambavyo tunafanya kazi ya Mungu. Wale ambao mmewahi kusikia shuhuda za NLC Arusha miaka ya nyuma, waliotutangulia huko nyuma hawakuona kwamba wanahitaji kujenga kwa ajili ya NLC, lakini ilifika mahali wakahimizwa moyoni kwamba mtatangatanga huku na huko mpaka lini? Mnapaswa kuwa na jengo kwa ajili ya kukutania. Na Mungu akafungua milango, eneo hili likapatikana, na wale ambao wakumbuki, lilipatikana kwa milioni 20, na yule mtu aliyetoa jengo akasema mimi nilipeni milioni 18 na mimi nachangia milioni 2. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata muuzaji mwenyewe alichangia. Na ramani ilipojengwa, tunakwenda sasa kwa kina Oholiabu na Bezaleli. Ramani ilipochorwa ilikuwa inaishia hapo katikati. Mkipita baadaye, angalieni, mtaona kuna mahali kama kuna msingi umekatika hivi, ilikuwa imepita hapo katikati. Lakini baadhi ya watumishi wa Mungu walipokuwa wanakuja kuangalia msingi ulipoanza kuwekwa, kila mtu moyoni akasema, mbona hii ramani ni ndogo, mbona hili jengo ni dogo? Wakasikia moyoni, mbona ni dogo? Na wakashirikisha viongozi na ile kamati ya ujenzi, kukawa na ushirikishwaji, na kweli likapokelewa kwamba mbona haliendani na namna ambavyo tunaona Mungu anatuhimiza. Kwa hiyo ramani ikavutwa ili kuongezwa, ikafikia hapa lilipofikia. Bwana Yesu asifiwe. Kina Oholiabu na kina Bezaleli wakaweza kusoma moyoni mwa Mungu jengo linapaswa kuwaje. Na Mungu amekuwa mwaminifu katika uchache wetu, na tunajiona kama wanyonge wakati mwingine. Mungu ametusaidia, tumeweza kufanya kazi hii. Nilikuwa naangalia mahesabu, tumetoa labda inakaribia milioni 200. Ni sawa mtunza hazina? Labda tukiweka na hesabu za mwaka huu tumefika milioni 200, lakini mpaka mwisho wa mwaka jana tulikuwa kwenye milioni 196 hivi. Ndio gharama ya jengo letu la kiwanja. Sasa Mungu ametuwezesha, tumeweza kufanya mambo makubwa kwa sababu ni jengo lake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapotoa tukumbuke ni jengo la Bwana. Tulipokuwa tunaanza kuweka msingi, nakumbuka sana, tulimwambia Mungu, tulimwomba Mungu, Mungu tunaomba upitishe fedha kwetu ili tuweze kujenga. Na Mungu alikuwa mwaminifu. Wako watu ambao Mungu alitupa fedha nje ya vyanzo vya kawaida vya fedha, na Mungu alitupa katika Wakorintho wa 2:9, Biblia inasema Mungu anatoa mbegu
na mkate. Tulipewa mbegu ya kupanda kuleta kwenye jengo na tukabaki na mkate wa kula. Unaweza kwenda kupanda shambani na njaa, Mungu anatoa mbegu na mkate. Bwana asifiwe. Kwa tumemwona Mungu katika uaminifu wake katika hatua mbalimbali mpaka ametufikisha hapa, na hii inatudhihirishia kwamba ni jengo la Bwana. Kwa hiyo tunatoa kwa ajili ya kazi yake, si ya mtu mwingine yeyote, na tufanye kwa heshima ya kimungu. Bwana asifiwe. Tufanye kwa thamani ya kimungu. Tungekuwa na muda wa kusoma wakati Sulemani anajenga, Daudi alipokuwa anajenga, alipotoa vitu pamoja na watu wake, na Sulemani alipojenga, Biblia inasema walijenga jengo la fahari. Alikuwa jengo la lugha ya vijana siku hizi, alikuwa jengo la kitoto, lilikuwa jengo la fahari. Na ni fahari ya nani? Fahari ya Mungu mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Daudi alikuwa ameweka akiba ya kujenga pamoja na Sulemani. Alitoa vitu kwa ajili ya nyumba ya Bwana, lakini alikuwa na akiba yake mwenyewe. Na alipoona fahari ya jengo la Mungu akasema, na hii akiba niliyoweka, ukienda kusoma Mambo ya Kwanza ya Nyakati 29, anasema na katika akiba niliyoweka kwa ajili ya nyumba yangu mwenyewe naitoa pia kwa ajili ya nyumba ya Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunajenga nyumba ya Bwana, tutoe kwa ajili ya heshima yake na si heshima ya mtu mwingine yoyote. Tusijilinganishe na uwezo wetu au na mtu mwingine, lakini tulinganishe na thamani ya Mungu wetu mwenyewe. Na tukumbuke Mungu ametuweka hapa duniani ili kumtumikia na kumzalia matunda kwa wakati tuliopo, na mojawapo ya jukwaa la kumtumikia Mungu ni hapa New Life in Christ. Najua Mungu anatutumia katika maeneo mbalimbali, na hapa NLC Mungu ametupa NLC kama jukwaa la kumtumikia na kumzalia matunda. Na katika NLC kazi mojawapo iliyopo ya kumtumikia ni kujenga jengo hili la Bwana. Kwa hiyo katika majira ambayo Mungu ametupa kuwepo na kazi hii inafanyika tukiwepo, hebu tufanye kwa moyo, tufanye kwa bidii, tufanye kwa uaminifu, ili siku tukimaliza kazi, tukienda kutoa hesabu, tutoe hesabu kwa furaha kwamba Mungu, kwa wakati wetu ulipokuwa unatutaka tujenge jengo lako, tulifanya kwa moyo wa kupenda, kwa heshima ya kwako wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni jambo la kwanza. Hili ni jengo la Bwana, ni jengo la Mungu wetu, Mungu mkuu. Jambo la pili, jengo hili ni mahali pa Mungu kukutana na watu wake. Pale tuliposoma inaitwa hema ya kukutania, na mahali hapa si mahali kwa ajili ya kuja kucheza kamari, si mahali kwa ajili ya kuja kufanya kitu kingine chochote. Ni mahali ambapo Mungu atakutana na watu wake kama ambavyo ameendelea kukutana na sisi kwa namna mbalimbali. Bwana asifiwe. Tunapokuja hapa, unajua kuna saa unakaa tu nyumbani, unaona siku ya fellowship, siwezi kukaa nyumbani, naenda kukutana na wenzangu. Baba Askofu alituambia sijui ni mwaka jana, mwaka juzi, kuna karama ya uwepo. Tunapokutana, hata kama tusingekuwa tumefanya jambo fulani kubwa sana, lakini ukiondoka, kuna namna ambavyo tunaona utukufu wa Mungu katika kukutana kwetu. Kwa nini? Mungu anakuwepo katikati yetu tunapokutana mahali hapa. Bwana asifiwe. Kwa nia ya hili jengo ni ili Mungu akutane na sisi tukutane na Mungu. Na viko vitu vingi ambavyo vinaendelea kufanyika na vitaendelea zaidi na zaidi, kama ambavyo tumekuwa tunafanya. Tunakutana hapa kwa ajili ya fellowship, tunakutana kwa ajili ya maombi, tunakutana kwa ajili ya vikao, tunakutana kwa ajili ya kumsifu Mungu. Lakini pia Mungu ameweka mioyoni mwa wana fellowship kwamba tuje kuwa na shule ya huduma iwe inafanyika hapa. Wako watu wengine ambao wanatamani kuja kukutana hapa kwa ajili ya mambo ambayo yatawainua wakutane na Mungu na Mungu akutane nao. Kwa hiyo hili ni jukwaa muhimu la kumtumikia Mungu tunapolijenga jengo hili, ili Mungu akutane na watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine, ili jengo hili lijengwe na kukamilika, Mungu anatutumia sisi kwa ajili ya kuifanya hiyo kazi. Hakuna namna ambavyo Mungu atashuka mwenyewe kuja kuweka floor hapa, tuondoke tumeachana Jumapili alafu tukutane Jumapili ijayo floor imekuwepo yenyewe. Hakuna namna. Bwana asifiwe. Mungu alipomaliza kumuumba mwanadamu, alikasimisha utendaji wake kwa mwanadamu, akamwambia, nimekupa uwezo na mamlaka kwa ajili ya kutawala na kutiisha.
Kutawala na kutiisha ni pamoja na kutumia rasilimali ambazo Mungu ameziweka, tuzigeuze ziweze kuwa vitu ambavyo vinafaa zaidi kwa matumizi, more usable. Huwa napenda kuwauliza, kwa tunafanya huduma kwa wanafunzi, tunapojifunza habari ya Mungu kuweka uwezo wa kuzaa na kuongezeka ndani yetu, huwa tunajiuliza, hivi Mungu aliumba viti siku ya ngapi? Kwenye Biblia tumejifunza Mungu aliumba siku 6. Katika zile siku 6 Mungu aliumba viti siku ya ngapi? Eti Mungu aliumba viti hivyo vya plastiki tunavyokalia siku ya ngapi? Si hakuna mahali tunaona Mungu aliumba viti. Mungu aliumba magari siku ya ngapi? Mungu aliumba nyumba siku ya ngapi? Mungu aliumba viatu siku ya ngapi? Lakini si vipo viti tunavikalia? Yapo magari tunayaendesha, yametoka wapi? Yamepitia kwetu. Kwa nini? Mungu amekasimisha kwetu uwezo wa kuzaa na kuongezeka, na ili jengo ili liishe lazima sisi tufanye kazi. Tusipofanya litabaki hivi hivi na litachakaa, lakini sisi ndio Mungu ameweka uwezo ndani yetu wa kulifanya liweze kukamilika, liwe la fahari na utukufu kwa ajili ya Mungu. Mungu ameweka huo uwezo ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tutumie nafasi hiyo vizuri kwa ajili ya kukamilisha lile ambalo Mungu amelikusudia. Wapo watu ambao Mungu ameweka vipawa mbalimbali ndani yao, kama tulivyosoma katika hiyo Kutoka 35 na 36. Mungu ameweka vipawa mbalimbali katikati yetu. Kama nilivyosema, wako watu kadhaa walipita wakasema, ule msingi tulivyoweka hilo jengo ni dogo. Sio watu wote waliona, wako watu wengine waliona jengo linatosha, lakini kuna watu Mungu aliweka vipawa katikati yao wakasema ule msingi ni mdogo, na kweli ilipotazamwa ikaonekana ni wa kuongeza. Wako watu tunapoendelea na kazi wanakuja wanasema, kwa nini hapa tusiweke kitu fulani? Kwa nini hapa tusifanye kitu fulani? Kwa nini? Mungu ameweka vipawa katikati yetu, na yale mawazo yanapochukuliwa yakiwekwa kwenye utekelezaji, ndipo tunaona kazi ya Mungu inafanyika vizuri. Mnakumbuka huu mlango ulikuwaga hapa. Kwa nini umehama? Mungu ameweka mawazo na vipawa ndani ya watu, wanaona kitu ambacho mtu mwingine haoni, na ni vizuri kuthamini kipawa na karama ya kila mtu aliyepo katikati yetu. Kwa hiyo Mungu ameweka vipawa mbalimbali katikati yetu na ni vizuri kuvitumia. Tuna vipawa vya kuongoza. Wako watu ambao wanaongoza kamati ya ujenzi, wanaongoza, wanatuambia nini kifanyike, labda na secretariat na timu inaongoza. Kuna watu ambao wanatekeleza yale ambayo viongozi wamepewa katika kuongoza. Wako watu wamepewa vipawa vya kubuni, kufikiri kitu kabla hakija kuwepo, anaanza kukiona kama picha, alafu anatueleza, sisi tunapokitekeleza kinakuwa kitu halisi. Lakini wako watu ambao wamepewa vipawa vya kujenga kile ambacho kimebuniwa ili kiingie kwenye utekelezaji. Kuna mtu amepewa kipawa cha kukiweka kitokee. Kuna watu ambao wamepewa vipawa vya kusimamia ujenzi. Mungu inawezekana amekupa hiyo karama, amekupa hicho kipawa, kitumie kusimamia ujenzi. Wako watu waliopewa vipawa vya kusimamia rasilimali. Mtakumbuka katika Mambo ya Kwanza ya Nyakati 29, watu walipokuwa wanatoa, yuko mtu mmoja ambaye yeye ndiye aliyekasimishwa, aliyepewa kipawa cha kusimamia yale matoleo yaliyokuwa yanatolewa. Na sisi kuna watu ambao Mungu amewapaka mafuta kusimamia rasilimali tunazozitoa, na tunamshukuru Mungu, hatujawa na kashfa ya ubadhirifu wala ufisadi katika huduma yetu. Kwa nini? Wale watu ambao Mungu amewaweka wanasimamia kwa uaminifu, na kadhalika na kadhalika. Viko vipawa mbalimbali. Kwa sababu hiyo ni vyema kila mmoja wetu kujitambua kwamba Mungu ameweka vipawa gani ndani yetu na tuvitumie, na wale ambao wanapewa kusimamia wavisimamie kwa kadiri inavyopaswa. Kama ambavyo tumeona, kila mtu alijikagua. Yule mwenye ngozi za pomboo alitoa, yule mwenye singa za mbuzi alitoa, yule mwenye sijui nyuzi nyekundu alitoa, yule mwenye dhahabu alitoa. Kila mtu alikuwa na kitu chake. Sio kwamba kila mtu alikuwa na vitu vyote vilivyohitajika. Kila mtu alikuwa na kitu alichopewa na Mungu na akatoa kulingana na mahitaji ya kazi ya Mungu. Na sisi Mungu ametupa kila mmoja, hebu tuone Mungu ameweka nini kwangu na nikitoe kwa namna gani. Jambo la 4 ambalo nimeliona katika mistari tuliyosoma, Mungu anatutaka tujitoe na kumtolea kwa moyo na bidii
ili kufanikisha kazi hii, tutoe kwa moyo wa kupenda. Ili kazi hii ifanyike, lazima tujitoe na tutoe kwa moyo wa kupenda na wa bidii, si kwa ulegevu, si kwa utegeaji, lakini kila mmoja kwa bidii yake. Bwana Yesu asifiwe. Na kipimo cha bidii ni kwa kadiri ya neema ya Mungu kwa kila mmoja wetu, si kwa kujipima na mtu mwingine. Mnamkumbuka Yesu siku moja walipokuwa kwenye ibada, alichungulia chombo cha sadaka, kama tungetumia lugha ya leo. Watu wakawa wanatoa, na Biblia inatuambia watu waliweka mapesa mengi. Alafu kuna mama mmoja aliyekuwa na sifa ya kipekee, aliyekuwa mjane alafu maskini, akatoa senti 2. Yesu akashindwa kuvumilia, akaenda kwa wanafunzi wake akawanong'oneza, akamwambia huyu mama ametoa kuliko watu wote. Wanafunzi wakamwambia, imekuwaje? Mbona, natumia maneno yangu, msije mkaenda kusema mbona haijaandikwa hivyo. Imekuwaje kusema hivyo Yesu? Mbona watu wengine wametoa mapesa mengi, unasemaje walitoa senti 2 ametoa kuliko hao? Yesu akasema, huyu mama ametoa kila kitu alichokuwa nacho, hajabakiza hata kimoja. Lakini waliotoa mapesa mengi wametoa katika vile vilivyowazidi. Kwa hiyo ukilinganisha, sasa ingekuwa ni kwenye hesabu, asilimia ya huyu mama ametoa 100% ya vitu vyote alivyokuwa navyo. Hao wengine wametoa asilimia labda 0 fulani katika vile ambavyo wanavyo. Kwa hiyo aliyetoa zaidi ni yule aliyetoa 100%. Bwana Yesu asifiwe. Sasa maana yake ni nini? Mungu anatupima utoaji wetu kwa vile alivyotupa, vile tulivyo navyo. Hatupimi kwamba mzee Biabato ameleta ng'ombe hapa, mimi niliyetoa kuku nimetoa kidogo. Kama mzee Biabato ana ng'ombe 5 akatoa ng'ombe 1, mimi nina kifaranga 1, sina kuku mwingine yoyote, nikatoa kifaranga 1, mimi nimetoa 100% ya vyote nilivyo navyo, ametoa 20%. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Mungu anatupima utoaji wetu wa moyo na wa kupenda na wa bidii kulingana na baraka zake kwetu, kulingana na neema zake kwetu. Kwa hiyo na sisi tutoe kwa kipimo hicho. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Mungu anatutaka tutoe, kwanza tujitoe na tutoe kwa moyo, kwa bidii ili kufanikisha kazi yake, na tutoe kwa moyo. Jambo lingine ambalo tunajifunza katika mistari hii ni kwamba ipo neema ya kutuwezesha kutoa hata kuzidi au hadi kuzidi. Tumeona kwenye sura ya 36 mafundi wanamwambia Musa, waambie watu waache vitu wanavyoleta vimetuzidi. Kwa hiyo wakatangaziwa, jamani, msiendelee kuleta. Kwa nini? Walitoa na kuzidi. Na sisi ipo neema ya kuweza kutoa hata kuzidi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunapotoa, hebu tutoe kwa moyo, alafu tuone Mungu atakapotupa tangazo kupitia wajenzi wetu kwamba jamani, hivyo msilete tena, labda sasa tutoe kwa ajili ya convention ya Kagera, lakini kwa ajili ya kujenga basi imetosha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na sisi kutoa, tuliona tulipokuwa tunaanza zamu hii kuwa Mungu vile vile ameinua na kuandaa watu wengine kushirikiana na sisi. Tulipokuwa tunahamasishana wakati tunaanza mkakati huu wa changizo hili, tuliona Mungu ameweka utisho kama alivyoweka kwa wale wanawake wa Kiebrania na wale wa Israeli waliokuwa Misri. Walipokwenda kwa Misri, wale wa Misri walikuwa kama mateka kwao, na sisi tumeona Mungu ameweka huo utisho kwa watu wengine. Tunapowaendea kuwashirikisha ili waweze kushirikiana na sisi, watu wako tayari kutoa kwa nguvu kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Tulitoa shuhuda hapa. Yuko mama mmoja, yeye alishirikisha familia yake, ndugu zake na watoto wake. Kila mtu akamwambia, tuna kazi ya Mungu ya kujenga jengo la NLC, naomba michango. Wakatoa kwa wingi, kila mtu aliyemshirikisha akatoa, kama vile ambavyo ametekwa mateka, kama alivyotekwa wale watu wa Kimisri. Lakini mama mwingine alitushuhudia siku moja hapa, tulikutana akiwa anakuja, akapanda kwenye daladala. Wakati yuko kwenye daladala, kuna mtu akamsalimia. Alipomsalimia, yule mama alikuwa amemsahau yule mtu. Yule mtu akamkumbusha, mimi ni fulani, umenisahau.
alipo naye akamkumbuka, akamwambia pamoja na kunikumbuka, lakini nina kazi ya Mungu hapa. Akachomoa kuponi kwenye daladala akampa, hebu naomba nichangie kazi ya Mungu. Yule mtu akamchangia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu amewaandaa watu kushirikiana na sisi kwa namna mbalimbali tunavyowashirikisha, kama alivyoandaa wale wa Misri, na sisi Mungu amewaandaa watu kwa ajili yetu. Kwa hiyo tusiogope tunapoendelea kuelekea tarehe 15 na hata baada ya hapo, tuendelee kuwashirikisha watu wengine, kwa sababu Mungu amewaandaa. Nina hakika hivi vitu walivyotoa wana wa Israeli kwenye kujenga hema, vingi kati ya hivyo ni vile walivyovichukua kwa Misri, na ndivyo vilivyofanya wakawa wametoa hata kuzidi mahitaji yaliyokuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tusiogope, tuwaendee watu ili na wao waweze kufanya pamoja na sisi. Iko neema ya Mungu juu yetu. Mimi nimeiona pia kazini kwangu, nimewashirikisha watu na wamefanya kwa moyo kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Ili kuweza kufanya sawasawa kama wengine walivyofanya, tunapaswa kujitoa kwa Mungu, lakini kadhalika tunapaswa kujitoa kwa kazi yake ndani ya NLC. Kama hatujajitoa kwa Mungu na kama hatujajitoa kwa hii kazi yake, ni ngumu kuweza kutoa. Yaani kama haiko moyoni, huwezi kuitolea. Utatoa pale ambapo moyo wako upo. Wakorintho wa pili sura ya 8 mstari wa 1 mpaka wa 5. Wakorintho wa pili sura ya 8 mstari wa 1 mpaka wa 5. Sasa kwa muda wako kasome sura ya 8 na ya 9. Ni habari za utoaji hapa zinazungumzwa. Wakati kanisa la Yerusalemu lilipokuwa linapita kwenye dhiki, Wakristo wengine maeneo mbalimbali walitoa sadaka kwa ajili ya kuwasaidia watu wa Yerusalemu, na watu wa Makedonia ambao ndio tunasoma habari zake hapa, wanazungumziwa kwamba walitoa walipokuwa katika dhiki na uhitaji mkubwa, na wao wakatoa kwa moyo. Mstari wa 5 tutaona kwa nini waliweza kutoa kwa moyo namna hiyo, pamoja na kwamba na wao walikuwa katika dhiki na umaskini mkubwa. Wakorintho wa pili 8:1 mpaka 5. Tena ndugu zetu, twawaarifu habari ya neema ya Mungu waliopewa makanisa ya Makedonia, maana walipokuwa wakijaribiwa kwa dhiki nyingi, wingi wa furaha yao na umaskini wao uliokuwa mwingi uliwaongezea utajiri wa ukarimu wao. Ukarimu maana yake ni kutoa kwa ajili ya mtu mwingine. Kwa hiyo walipokuwa wakijaribiwa kwa umaskini na uhitaji wao, walipata ukarimu, walipata utajiri wa ukarimu wa kuendelea kutoa. Maana nawashuhudia, mstari wa 3, maana nawashuhudia kwamba kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao, kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu vyao, wakituomba sana pamoja na kutusii kwa habari ya neema hii na shirika hili la kuwahudumia watakatifu. Mstari wa 5, tena walitenda hivi si kama tulivyotumaini tu, bali kwanza walijitoa nafsi zao kwa Bwana na kwetu pia kwa mapenzi ya Mungu. Mstari wa 5 ni kama unajibu kwa nini waliweza kutoa hivi, kwamba walikuwa kwenye umaskini, walikuwa kwenye uhitaji. Kwa nini waliweza kutoa kwa kiwango hiki? Ni kwa sababu walijitoa kwanza kwa Bwana, lakini pia walijitoa na anasema na kwetu pia. Maana yake walijitoa pia kwa wale waliokuwa wahitaji. Na sisi ili tuweze kutoa kwa moyo, ili tuweze kutoa kwa moyo wa kupenda, lazima tujitoe kwanza kwa Bwana, lakini tujitoe kwa kazi yake. Hii kazi iwe mioyoni mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wapendwa, Mungu atupe neema. Ngoja nimalizie bila maiki, usijali. Mungu atupe neema ya kuweza kufanya kazi hii kwa moyo wa kupenda. Bwana asifiwe. Yaani Mungu akitupa neema, kama kanisa litakuwa lijanyakuliwa wiki ijayo, tukija hapa iwe ni sherehe, iwe ni shamra, iwe ni shangwe, kwamba tunayo fursa ya kutoa kwa ajili ya Bwana. Tunayo fursa ya kumfanyia Mungu kazi yake, kumjengea Bwana jengo lake, kwamba katika kizazi chetu ambacho Mungu ametupa kuwepo, na sisi tumekuwa sehemu ya kutimiza wajibu huu ambao upo kwa ajili ya jina lake. Jengo hili ni kwa ajili ya jina lake kukaa mahali hapa. Kwa hiyo tufanye kwa moyo wa kupenda. Tumwombe Mungu atupe mioyo ya kupenda, lakini tumwombe Mungu atupe mioyo ya bidii. Tusifanye kwa ulegevu. Kila mmoja wetu mahali pake
asukume kwa bidii. Mungu ameweka ndani yako kipawa gani? Mungu ameweka ndani yangu kipawa gani? Nikitumie kwa bidii, nisiwe mlegevu. Kama Mungu ameweka kwangu ngozi za singa sijui na za pomboo na za rangi nyekundu, Mungu ameweka kwangu miti ya mshita, Mungu ameweka kwangu dhahabu, Mungu ameweka kwangu fedha, Mungu ameweka kwangu kitu gani chochote, Mungu ameweka kwangu ujuzi, Mungu ameweka kwangu mawazo mazuri kwa ajili ya kazi hii. Nitoe kile alichowekeza kwangu kwa moyo wa kupenda na kwa bidii, sio kwa ulegevu. Bwana asifiwe. Lakini jambo lingine, tumwombe Mungu atupe ujasiri wa kushirikisha wengine. Tusiogope, tusione aibu, tuwashirikishe. Mtumishi wa Mungu Reinhard Bonke aliwahi kusema kitu ambacho ninakipenda. Alisema zamani alikuwa anaona aibu kuwashirikisha watu kutoa kwa ajili ya mikutano yake ya Injili. Alikuwa anaona aibu, lakini baadaye Roho Mungu akamuhimiza kwamba hii kazi inayofanyika ni kazi ya mfalme wa wafalme, Bwana Mungu mkuu. Unaona aibu kwa ajili ya Mungu mkuu. Kwa hiyo akaanza kuwashirikisha watu. Mnafahamu ninyi ambao mmekuwepo Arusha miaka mingi, mwaka 96 alikuwa na mkutano hapa Arusha, na kati ya vitu ambavyo viligonganisha wachungaji wetu na viongozi wetu wa madhehebu ilikuwa ni kwamba watu wakitoa sadaka kwenye mkutano, ile sadaka inaenda wapi? Kwa sababu yeye alikuwa hataki sadaka. Kamati yake ilipogundua, wakatangaza kwamba hakutakuwa na kukusanya sadaka. Lakini si kwamba ule mkutano ulikuwa hauna gharama, ulikuwa na gharama. Kwa nini? Kuna watu walikuwa wanamchangia, na anasema aliweka aibu pembeni, akaanza kushirikisha watu watoe fedha kwa ajili ya kazi ya Injili, na watu wakawa wanatoa. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi tusione aibu kuwaendea watu watoe kwa ajili ya kazi ya Injili. Washirikishe marafiki zako. Wako watu wanaona aibu, mimi nitamwambia nani? Mweleze yeyote. Mungu amekupa watu kwenye network yako. Wataalamu wa uchumi wanasema your network is your net worth. Yaani network yako, mtandao wako wa watu wanaokuzunguka ndio nguvu yako ya utajiri. Ukiitumia vibaya utabaki maskini, ukiitumia vizuri utapata utajiri. Kadhalika kwenye utajiri wa kazi ya Mungu, wale watu ambao Mungu ametupa ndio hao Mungu anataka tuwashirikishe kwa ajili ya kazi yake. Bwana asifiwe. Washirikishe, na utaona namna ambavyo Mungu ameiandaa mioyo yao kwa ajili ya kazi yake. Wewe ni mfanyabiashara, washirikishe wateja wako au wafanyabiashara wenzako. Wewe ni sijui unafanya shughuli gani, wale ambao Mungu anakukutanisha nao washirikishe, na Mungu amewaandaa kwa ajili ya kazi hii. Haleluya. Tusiogope. Na natamani tunapomalizia hapa tumwombe Mungu atusaidie. Kwanza sisi tufanye kwa kiwango tunachotakiwa, lakini pia tumwombe Mungu awainue wale ambao tumewashirikisha watu wengi. Sijajua upande wako, lakini mimi kwenye magrupu mbalimbali nimewatumia marafiki zangu matangazo ya kualika washiriki kuchanga na waje tarehe 15. Tumwombe Mungu wale ambao tumewashirikisha, Mungu aseme nao, Roho Mtakatifu awahimize wafanye pamoja na sisi kazi ambayo iko mbele yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na tarehe 15 tuuone utukufu wa Mungu kwa namna ya kipekee kwa ajili ya kazi hii. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Niombe basi tutasimama, tutakwenda kumshukuru Mungu kwamba ametupa wajibu huu katika kipindi hiki, na tumwombe Mungu kwamba tunapoelekea tarehe 15 tuweze kufanya vizuri na Mungu akatukuzwe kwa ajili ya kazi yetu. Pia tuombe kwa ajili ya wale wengine, tuombe kwa ajili ya maandalizi yote ambayo tunayo kwa ajili ya siku hiyo. Naomba tusimame, niombe dada Beti atuongoze kwa pambio la kuabudu, alafu tutaingia katika maombi hayo.
yako